Hongera. Asante. Mwaka mwingine inaonekana asubuhi imeanza na ngao. Umejisikiaje kwanza? Nimejisikia vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeuanza msimu wetu wa 26-27 kwa mafanikio mazuri kwa maana ya kushinda kombe la kwanza. Haikuwa rahisi. Tumefanya mabadiliko mengi kwenye timu yetu ni kama mpya kwa upande fulani. Mechi leo tumeanza na wachezaji watatu wapya kwenye mstari wa mbele. Kwa hiyo ilihitaji kucheza mechi hii na wao waweze kutengeneza chemistry yao. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, katika mchezo wao wa kwanza, mchezo mkubwa, hatakuwa na friendly game nyingi ngumu. Kwa mchezo wa kwanza, mchezo mkubwa wacheza pamoja, tumepata matokeo mazuri. Naamini wameboost confidence yao, naweza kutusaidia kwenye mechi za ligi zinazofuatia. Dakika 20 za kwanza Simba alionekana kushambulia sana, ndio kusema leo Simba leo kuna kitu anakitaka. Wewe ulikuwa kwenye hali gani? Hali ya kawaida, hasa tunawajua. Fuatilia michezo yote ambayo tumecheza na Simba, wao wanaanzaga hivyo, wanaanzaga juu, alafu baadaye moto unakata, tunachukua mechi kama. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana ukiwa unacheza na Simba. Lazima wataanza kwenye tempo ya juu. Hali nini kinachangia kwa sababu kuna mabadiliko mengi ya wachezaji. Mwaka jana niliwaambia hii kauli na ikaja mjadala mkubwa sana wakati nimewaambia hii kauli. Na nilisema ile kauli pia ni riski kazi yangu. Kwa sababu nilikuja mbele nikasimama kama mwanachama na nikamwambia rais wa club, tunakuomba rudi tufanyie usajili. Rudi katika mfumo ambao ulikuwa unaofanya miaka yote. Kauli ile ilijadiliwa sana, lakini naamini leo wanayanga wote wameelewa kwa nini nilikuwa napiga kelele rais wa klabu yetu arudi kusajili timu. Mmemwona Albert Kangwanda leo, what a player, yupo katika kiwango cha juu kweli kweli. Mmemwona Zakwani leo, what a player, kiwango cha juu kweli kweli. Ameanza Peter Sharulile. Hakuna central defender wa Simba leo atalala bila panado. Wamekimbizwa sana, wamefukuzwa sana pale mbele. Amekuja baadaye Sheikh Ibrahima Toure, kahold sana mali pale juu. Kwa kila ambaye ameingia kwenye timu yetu mpya, mmeona impact kwenye mchezo mkubwa. Imagine mechi ya kwanza, mechi kubwa, na wameonyesha impact yao. Bado hapo tuna Ngoma, tuna Komara, tuna Faruku Komara, wote hao watakuja kucheza kuhakikisha timu yetu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, ni leo ombi langu, ile kiu yangu ya rais wa club kurudi kusajili timu. Amerudi na timu tunaiona. Na ameniambia bado kuna vitu anaviweka sawa. Tunataka tuwe na booster kweli ya kuitikisa Afrika. Sio tu hapa Tanzania, tuwe na booster ya kuitikisa Afrika msimu huu inshallah. Siri ni nini? Kwa sababu wengi walikuwa wanaamini huenda Yanga akapoteza leo kwa sababu ukilinganisha Simba na Yanga, sisi mwaka jana tulidrop ubora wetu. Ilikuwa ni sahihi, tulidrop ubora wetu. Lakini katika kushuka kwa Yanga, Simba alivyokuwa bora, bado Yanga iliyoshuka ilikuwa bora mbele ya Simba. Tuliweza kupata sare michezo miwili ya ligi, tulikuwa tumeshuka kidogo ubora wetu. Kwa hiyo niliamini engineer angeweka booster kadhaa kwenye timu yetu. Hizo booster zingepandisha ubora wa timu na tungepata matokeo dhidi yao. Simba hawawezi kuisumbua Yanga iko kwenye quality yake. Hawana hiyo timu. Kwa mfano ule striker wao, nilikuwa naongea hapa na JB. Nikamwambia JB, hela za mpira bado zipo. Weka jitihada kidogo, wiki 3. Push up mbio, anachukua hela ya Dumbia. JB msanii nilikuwa namwambia. Yaani nilikuwa namwambia hela ya mpira bado ipo. Weka jitihada, asubuhi push up, punguza kula vitu vya sukari, mafuta, push up mbio. Uko bichi hiyo. Wiki 3 JB angeanza juu na alikuwa na madhara pale. Hajakuumizani kichwa kabisa. Yule mimi alipoanza Dumbia nikasema sio nishuke mimi nikabe pale. Yaani kae mimi pale na mimi nichukue ubiko. Sasa wewe striker bali ile kule sasa mimi nakaba huyo. Si mimi tu kumsogelea audhu billahi we. Kaachia sasa. Jabbar. Ile Jabbar anajua mpira. Anajua mpira, mchezaji mzuri ambaye akicheza sana akizoea anaweza kuwa na impact. Mchezaji mzuri yes. Ndio, Ali tumesikia kuna tetesi kwamba huenda Stefan Aziz amerejea ndani. Mwenyewe nimezisikia kama wewe, bado viongozi hawajaniambia. Nimesikia kama ulivyosikia, bado viongozi hawajaniambia lolote. Umefunga usajili au bado? Hawajaniambia pia viongozi, lakini engineer ameniambia kuna dot moja ameiona leo na anakwenda kuifanyia kazi. Sijui dot gani, lakini ameniambia kuna kitu kimoja usiku huu nataka nikifanyie kazi. Tumeshinda, imagine tuna rais ambaye timu imeshinda leo, watu wana celebrate, lakini ameiangalia timu yake, amuita mwalimu, amejadili, ameniambia kuna dot moja nafikiri tunatakiwa tuboreshe kidogo. Kwa hiyo sijui kama katika hizi siku 3 atafanikisha katika ambayo mpango wake nayo au atakayomaliza, lakini nimeona jitihada zake katika high moment. Kila mtu angeweza kuwa na furaha kufurahia matokeo, lakini bado amekaa na kocha, wanafikiria maeneo ya kuimprove team kwenye hizi siku 3. Kama tutakuwa na nafasi ya kupata mtu mwingine, basi tumuboreshe kwenye team. Kuhusiana na Alan Okello. Mimi pia nasikia kama wewe. Ngoja nimalizie swali. Maana tunaona kuna ofa tunaambiwa kwamba ni kweli tumepokea ofa kutoka FAR Rabat, tumepokea ofa nyingine kutoka Wydad Casablanca.
ni ofa nzuri, lakini tumewaambia management inabidi ikutane kwanza. Wakishakutana watakwenda kudiscuss nini ambacho kina faida kwa hiyo ofa, lakini ni kweli tumereceive ofa kutoka FAR Rabat, tumereceive ofa nyingine kutoka Wydad Casablanca. Wote wameonyesha interest na wametuma ofa zao kwa ajili ya Alan Okello, lakini hatujamjibu yoyote. Uongozi unataka kumaliza mechi hii alafu kaangalie kama ni ofa ambayo tutaona haina manufaa kwetu sisi, haina manufaa kwa mchezaji, tutaachana nayo. Sisi huwa hatusiti kuachana na ofa yoyote ambayo tunaona haina manufaa kwetu sisi wala kwa mchezaji. Kwa hiyo ofa tutaichunguza. Simama mchezaji kucheza Yanga na leo kacheza. Pia ligi kuu inarejea siku za hapa karibuni kama siku 3 tunaondoka kesho hapa na jamani, haya mambo nikiongea wengine tunataka tunawaonea hivi. Tunaondoka na ndege binafsi kesho hapa. Hamkuzoea mambo Niliwaambia msimu huu GSM kakasirika. Boti waliofungwa wakasomewe pale bandarini. Wasikimbie pale. Timu inaondoka kesho kwa ndege maalum ya kukodi. Tunaelekea moja kwa moja Ruangwa. Tunaelekea Ruangwa pale kwa ajili ya maandalizi kuelekea mechi ya Namungo. Ni mechi nyingine ngumu kwa sababu unataka kushinda kama hivi, confidence ikawa juu. Kwa hiyo tukislip kidogo kwenye maandalizi wanaweza kusurprise. Kwa maana nataka timu iondoke mapema, watu wakajiandae, tuweze kuanza ligi pia katika mguu mzuri inshallah. Ile ngao iliyoibiwa ndio hii replace au bado ile mnaitafuta? Waje waibe tena na hii. Sababu walioiba tunawajua. Na hili sababu waibe lazima wapite pale. Sasa kupita ndio issue. Mnajua pa kuipata. Ndio tumesema hivi, ile walioiba tumeleta nyingine. Kama watakuwa na shughuli watakopita pale Jangwani waje wachukue na hii. Basi. Ndugu zangu nawashukuru sana.